أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. Sada ulama tukiongozwa na mzee wetu Dr. Ahmad Al-Khatib na shekhe wetu, wageni wahadhiri Dr. Abdul Razak Sheikh Mulabba na mashekhe mbalimbali ambao utakuwa ni muhadhara kamili nikianza kutaja majina. Alhamdulillah, hii ni katika neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huu ndio mwanzo wa safari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhawati pia upande huu tusiwasahau kama muassis wa Jamhuria Al-Islamia Al-Imam Al-Rahil Al-Imam Al-Khumeini Qudisa Sirru, katika baadhi ya maneno anaonukuliwa akisema kuna mbili. Kuna moja anasema kwamba kila tulichonacho kinatoka kwenye Ashura, sio? Ana usemi wa pili asema haya tulionayo rahnun bin nisaa, ni mazao ya nani? Ya wanawake. Kama mlivyoambiwa, mada yangu ya leo ni sifa za kiongozi wa dini kwa mtazamo wa As-Sayyid Shahidul Umma Ayatullah As-Sayyid Ali Khamenei rahimahullahu ta'ala. Na ni mada ndefu, ingawa nitajaribu kufupisha na kuenda mbio katika mambo ya kimsingi, na mada yote nimeiweka katika nukta 4 peke yake, ambao nukta 3 ni kama msingi wa kumalizia nukta ya 4, kwa sababu tukiitizama unwani ya mada sifa, tukitukua mufrada sifa za kiongozi sio yote wa dini, na nina hakika inakusudiwa dini ya Kiislamu japokuwa hatukuingiza neno al-Islamia. Kwa hivyo sifa za kiongozi wa dini ukiengeza kwa mtazamo wa Sayyid Ali Khamenei, yani kwa mtazamo wa Kishia. Kwa hivyo tunazungumza kiongozi wa dini ya Kiislamu, lakini kwa mtazamo wa Kishia, na pia si ushia kwa maana pana, kwa mtazamo wa wilayatul faqih. Sasa hapa pana mambo matatu ya kimsingi sana tuyasome leo, na sisi tuisoma daula hii. Kwanza, uongozi katika ushia wasemaje? Pili, uongozi katika mtazamo wa muassis wa Jamhuria Islamia Imam Khomeini asemaje? Tatu, uongozi kwa mujibu
wa katiba ya Jamhuri ya Islamia yasemaje? Mambo haya matatu ukiweza kuyakusanya ndio yatakuzalia uongozi kwa mtazamo wa Said Ali Khamenei. Na hapa ni mahala muhimu sana kwa ndugu zetu, hususan katika Mashia. Usipatiwe fikra katikati ya safari. Mimi mara nyingi naziita fikra za kudandia. Fikra za kudandia. Nafikiri kudandia twajua sisi. Gari imetoka safari mbali, wewe umeikuta barabarani. Pengine huko ulipotoka ishakata masafa ya kilomita 1000 na hujui enda wapi. Wewe unakuja unaipanda barabarani. Katika kuipanda barabarani inakuletea maswali mingi ambayo utashindwa kuyajibu kama hujaelewa khalfia ya safari ile. Kwa mfano, nasikia tunasifiwa siku hizi. Mara nyingi mimi binafsi nimesikia kwa jumla, na kuna watu wamenikabili, bwana nyinyi Mashia bwana mmeufundisha ulimwengu ushujaa. Nyinyi Mashia mmeufundisha ulimwengu nini maana ya msimamo. Huyo anayekuambia maneno haya anatizama yanayoendelea Irani sasa hivi, lakini hajui kwamba yale ni mazao ya kule anapokuwa mkali tunapopazungumza. Sijui tumeelewana vizuri. Lakini yeye ataka kuidandia fikra hii leo, kwa sababu hapa kuna baadhi ya wazungumzaji wasema hunu ni uongozi unatoka kwenye madrasa ya Ashura. Mfano Said Khamenei anaposema ummatu Iran ni ummatun la tastalim au la tastaslim, haufanyi istislam. Amejifunza wapi mambo yale? Kwenye haihata min adilla, sio inna ad-da'iya ibn ad-da'i qad rakaza baina thnatayn. Sasa wakati leo unaposifu matunda na product, haiwi sawa ikifika wakati wa kutengeneza mti uniambie ni bid'a. Haiwi sawa ikifika wakati wa kutengeneza mti uje uniambie mbona haya mambo yampitiwa na wakati, mwayazungumza kila siku. Kule wanijadili kwenye kupanda mti, huku unataka tule matunda pamoja. Uone tunaingia katika tanaqudh. Ndio nikasema fikra za kudandia zinaleta nini? Matatizo. Sasa hatuwezi kusoma uongozi wa kidini kwa mtazamo wa Said Ali Khamenei rahmatullahi alayh bila ya kujua mtazamo wa kishia kuhusu uongozi. Kwanza hapa ndipo utakuja kuona vile vikwazo viliokuweko kabla ya miaka 1400 ndio zimeweza kuzaa uongozi bora leo. Wakati tuliposema haya si mambo ya watu kuketi barazani kutaguana, haya ni mambo yanataka mkono wa nani? Wa mbingu. Kwa hiyo tunapokuja kwenye mjadala kwamba ni nas au ni shura, hatuji kwenye ushabiki, twaja kwenye kutengeneza product bora ya uongozi ambayo haitakuja kutoa nafasi kufika watu kama kina Yazid. Sijui tumeelewana vizuri sana.
wala hatuko kwenye ushabiki ya kutaka kukosoa kina fulani mpaka tuwe tutawekwa katika swafu kwamba sisi ni watu wa kutukana maswahaba. Wala hatuko kwenye kutaka kulipa kiswasi, tuko kwenye kuhakikisha kwamba suala la uongozi si suala la kuokotana, ni suala la taka mfumo wa kina ambao utatufikisha hapa tulipo. Na nafikiri mjadala utakapokuletwa kwa mtazamo huu kwamba nasi na shura si ushabiki, wala si kusema fulani ataingia motoni wala fulani ataingia peponi, ni kudhibiti mwongozo wa uongozi. Na ndio utaona tulipotoa nafasi ya mbingu, haikupita miaka 30 uongozi uliharibika. Ni miaka 30 tu, baadaye uliingia ufalme. Miaka 30 ni kidogo sana jamani. Pili, tunapozungumza suala la uongozi katika ushia, tunazungumza masala ya isma na mchango wake ambao, ingawa tunasema maasumina ni wale 12 peke yake, lakini uadilifu ni sehemu fulani katika isma. Uadilifu na takwa ni daraja ndogo katika nini? Katika kufikia isma ambao watu wa kawaida hawafikii. Ile isma tuliyong'ang'ana nayo kule ndio iliyosababisha kuzalisha uongozi wa kiuadilifu huu ambao tulikuwa tukisifiwa kwenye clip. Hadhihi thamara min tilka shajara. Nafikiri mwanielewa vizuri sana. Sasa unapokuja ukasema hatutaki isma kule, unapokuja ukanambia mtu yoyote aweza kufika kwenye uongozi, matokeo yake ni kutawaliwa na kina Yazid. Matokeo yake ni kutawaliwa na watu kama kina Muhammad bin Zaid. Matokeo yake ni kutawaliwa na watu kama kina Muhammad bin Salman. Matokeo yake, endelea, ni kutawaliwa na watu ambao wamegraduate kwenye Epstein Island. Ndio matokeo yake. Kama alivyosema Profesa Marandi alipoulizwa tofauti ya viongozi wenu na wetu, akasema sisi viongozi wetu hakuna hata jina moja limetajwa kwenye ile Epstein Island. Hii ndio tofauti kubwa. Mwayaona ni mambo madogo, lakini haya yanarudi pale kwenye isma. Ilipokuwa imamu ni imtidadun linubuwa, ni uendelezaji wa nini? Wa makamu nubuwa. Ana nyadhifa fulani, lazima awe maasum. Na alipokuwa alfaqih ni imtidadun lilimama. Nafikiri mwanaelewa vizuri. Ni uendeleshaji wa makamul imama. Ndipo utapata madrasa hii kutoka zamani ilitilia mkazo sana suala la attaqwa wal adala, na kwamba si mtu yoyote aweza kufika akasema tu mimi nawaongoza. Sasa nukta ya kwanza niifunge na hii na mjadala, lakini munapotaka kuzungumza uongozi kwa mtazamo wa shahidul umma, ni lazima murudi kwenye misingi yake, na misingi ya kwanza ni al-imama na an-niyaba au nuwaba anil aimma. Huu ni msingi wa kwanza. Msingi wa pili ni lazima urudi
kwa muasisi wa hii jamhuria, kwa sababu sisi tunapomzungumza Sayyid Ali Al-Khamenei rahmatullahi alayh, tunamzungumza mwanafunzi katika madrasa ya al-Imam Rahil al-Imam al-Khomeini. Twazungumza tunda katika matunda ya nani? Ya haraka za al-Imam al-Khomeini, wakiwemo waliotangulia Ayatullah Beheshti, Ayatullah Muntadhari na Ayatullah Mutahhari, wende mpaka mwisho kina nani, Sheikh Muhammad Taqi Falsafi na wengineo. Na Sayyid al-Khamenei rahmatullahi alayh ni moja katika matunda haya, ni moja katika madrasa hii. Na hapa twarudi kwenye suala la wilayatul faqih. Katika wilayatul faqih, taban mashekhe wengi wajua hii ni bahthi ya kifikihi ndefu, lakini wakati huu mimi nataka kutanabahisha nukta muhimu sana kwetu sisi Mashia. Katika baadhi ya misamiati inaozungumzwa makosa bila ya kukusudia, au katika ile wanaosema tasamuhan ma'al mustalahat, ni msamiati wa wilayatul faqih, ambao mara nyingi wazungumziwa kwenye mantiki, tuambiwa wazungumziwa kwa sigha ya kana tama, lakini wenyewe ni kana naqisa, au wazungumziwa kwa halil basita na wenyewe ni halil murakkaba. Kivipi? Tunazungumza kuna aungao wilayatul faqih, kuna na apingao, yani ipo wilayatul faqih ama hadha khata. Kila mshia anaamini wilayatul faqih, kila mshia anaamini, na bahthi haiko kwenye wilayatul faqih ipo ama haipo, ndio hiyo kanan. Bahthi iko hii wilayatul faqih iliyopo, ukubwa wake ni saizi gani? Sijui tuelewana vizuri sana. Wa ila mujarrad wa wewe kusema mimi namqallid mfano Sayyid Sistani, mujarrad wa kusema mathalan mimi namqallid sijui Sayyid Ruhani, mimi namqallid mathalan Sayyid Kadhim al-Hairi, mimi mujarrad wa taqlid, wewe unaamini wilayatul faqih. Lakini unaamini wilayatul faqih kwa kadiri gani? Kwa kadiri ya kukupa fatwa, kwa kadiri ya wilaya ala alfuruj, wilaya ala alamwal, wilaya ala madha? Sasa wale wanaozungumziwa kwamba waamini wilayatul faqih, ikiwemo ndani ni al-Imam Rahil, ni walipanua wilayatul faqih wakaileta mpaka katika al-umuru al-amma lilmuslimin. Tarhi hii kwa nini naileta mimi? Sitaki kufungua mjadala, naileta hivi itatusaidia kutuweka pamoja, ili tuwe sote ni watu wa wilayatul faqih. Isiwezekane katika kipindi hiki muhimu kugawanywa, tukiambiwa kwamba kundi fulani ni la kadhaa na kundi fulani si la kadhaa, ambao athari yake itatuletea maafa makubwa katika kula matunda ya ushindi huu tulionao. Nafikiri tuelewana vizuri sana, na hii ni maoni yangu mdhaifu, wala sijafika hivyo, lakini naona umefika wakati tuatane kugawanyana katika hii misamiati, kwa sababu maana ya fuqaha
wao ni imtidadun lilimama, wao ni nuwab, hivyo walivyo. Hata Sayyid Muhammad Baqir as-Sadr, as-Sayyid ash-Shahid rahmatullahi ta'ala alayhi, kenda ukimsoma fikra zake kabla ya thaura, utakuta alikuwa ana nadharia katika masala ya wilayatul faqih tofauti na inavyoendelea kule, ingawa baada ya intisar thaura ana maneno yake maarufu, alinena dhubu fil imam al-Khumeini kama dhaba huwa fil Islam. Alicompromise kila kitu. Tatu, katiba yasemaje ya Iran? Kwa sababu shahidul umma Sayyid Ali Khamenei, mbali na kwamba yeye alikuwa ni mwanachuoni, ni mujtahid, ni marja, lakini pale alipochukua uongozi sawa kama rais wa nchi, ambao sio mada yetu, na baada ya kutukua uongozi kama waliyul faqih, ambao ndio ilitukua kipindi cha takriban miaka 37, mbali na sifa zake za kibinafsi, alikuwa akiongozwa na katiba ambayo imejengwa katika misingi ya kidini na misingi ya wilayatul faqih. Ukienda ukisoma katiba ya Irani ya Jamhuri ya Islamia, mada ya 5 ambayo inathibitisha wilayatul faqih katika zama za ghaiba, na mada ya 107 ambayo yazungumzia namna ya kumpata kiongozi huyo, tutampataje, na mada ya 110 ambayo inazungumza uwezo wa kiongozi baada ya kuchaguliwa. Utakuja kuyaona mengi tutakayo kuyazungumza ama tulioyaona pale kwenye ile clip yalikuwa yatarajiwa kulingana na sharia hizi. Kwa mfano, kwanza wanakwambia ni lazima anayekuja kushika cheo kile Irani an yakuna faqihan mujtahidan. Na hii misamiati katika hauza zetu na katika thakafa ya Ushia ni misamiati muhimu ambayo inaturegesha katika miaka 1400 nyuma. Naam, wenzetu mlango huu waliufunga kitambo, wakasema babul ijtihadi hakuna tena. Lakini ukija katika madhhabi ya Imamia, ijtihadi inaendelea na bali inaboreka zaidi kuliko. Sasa hili moja kwa moja latoa katiba, yatoa nafasi, yatoa ground ya mwanachuoni kuja kuwa kiongozi. Na vijana sana napenda kuwahusia, tusomeni, lakini tujue kutofautisha kwamba sisi tuko Kenya ama sisi tuko Tanzania. Mara nyingine tusichukuliwe na hamasa. Mathala utasikia mtu anakwambia kiongozi wetu wa dini hapa, kwa nini hawezi kufanya vile? Je, katiba yako ya nchi yampa matayarisho ya yeye kufanya vile? Kuna limit. Sasa leo unapoisoma katiba ya nchi kwamba tayari yasema anayeweza kuja hapa ni mtu mwenye sifa hizi, tayari shakurahisishia nusu ya barabara. An yakuna aliman faqihan mujtahidan. Pili, an yakuna adilan wa muttaqiyan.
awe mwadilifu, awe mchaji Mungu. Maneno haya mawili yanazalisha mienendo mingi sana. Imam Khomeini ameaga dunia, hamiliki kitu. Ile sifa inaozungumzwa leo, mfano kwa shahidul umma As-Sayyid Ali Al-Khamenei, ambiwa az-zuhdu wal basata, sio? Lakini ukweli wa mambo, majority wa maraji wetu wameishi katika az-zuhdu wal basata. Ukiangalia maisha ya al-Imam ar-Rahil al-Imam al-Khomeini, ukiangalia maisha ya As-Sayyid al-Khoi, ukiangalia maisha leo watu wengi wanaokwenda kumzuru Najaf As-Sayyid Sistani, nenda kama angalia katika maisha anayoishi ile al-basata wa nini wa zuhud. Ukiangalia maisha ya Sayyid Ali Khamenei, pamoja na kwamba alikuwa uko kwenye ras ya daula ghania, daula yenye gesi, patroli, kila aina, albasata wa zuhud. Hata mapema sasa, lakini ukiwasikiza maulamai walioishi karibu na Said Mujtaba, ambaye ndio ametawadhishwa sasa, wanakuthibitishia. Kwa hivyo wewe unazungumza wirathi wa ile tulioizungumza sisi tangu isma ikaja adala na takwa, walivyokuwa maimamu wetu, kama alivyokuwa Imam Ali, kama walivyokuwa wengine na maraji wetu wote, kwa sababu wako katika hii frame. Al-adalatu na nini? At-taqwa. Na siku yoyote kama anavyotuambia Imam Ali, az-zuhdu laysa az-zuhdu alla tamlika shay'an. Si dalili ya zuhud kwamba huna kitu. Yaweza kuwa kutokuwa na kitu si matakwa yako ni mambo ya kawa tu. Sio, tumeelewana vizuri? Si dalili kwamba mtu hana kitu ana zuhud. Sharti ujue kwa nini hana kitu. Pengine kajaribu njia zote kakosa, kaamua kuwa zaidi. Na ndio Imam Ali asemaje? Laysa zuhdu alla tamlika shay'an, innama zuhdu alla yamlikaka shay'un. Wa ila sisi twatolewa historia ya baadhi ya ulamai wetu walikuwa matajiri, walirithi. Si matajiri walifanya kazi, kama nilivyosikia al-Allama al-Majlisi ambaye leo twaifakhiri naye, mwenye Biharul Anwar. Nimewahi kusikia baadhi ya mashekhe wakisema kwamba alikuwa ni mtu amerithi kanzi kutoka kwa familia yake, na akatumia pesa zake nyingi sana kuinvest kwenye elimu. Kwa hivyo laysa zuhdu alla tamlika shay'an, innama zuhdu alla yamlikaka shay', ni alla tamlikaka dunia. Na kama dunia haikukutawali ndugu zangu, kama dunia rasu kulli khati'a ni nini? Hubu dunia. Huwezi kujitolea muhanga kama wewe uko katika hubu dunia. Huwezi kufa shahidi, huwezi mambo mingi. Sifa zote zile mnazoziona, alivyokuwa na tangamano na wanyonge, anakwenda kutembelea watu mpaka kwenye makhaima, yote imesababishwa na nini? Lam tataallaq ruhuhu bidunia, haiko dunia. Al-adalatu wazu. Katika sifa iliyotajwa katika katiba moja ni basiran bisiyasa walijtimaa wa umuri al-asr. Klipu ya pili nafikiri tumeonyeshwa, imeashiria sana sifa ya basira. Na moja katika msamiati alikuwa akipenda sana kuutumia shahidul umma Sayyid Ali Khamenei ni mustalahi wa nini? Basira. Hata pia kukaja mustalahi wa jihadu tabyin.
kwa sababu leo shida haiko kwenye elimu na maarifa peke yake. Shida iko kwenye kuelewa hali halisi inayoendelea ulimwengu ikoje. Kuna mashekhe wengi wana elimu, lakini elimu yao imeshindwa kufahamu nini kinachoendelea, na wametumikia ajenda za maadui bila kujua. Na ndio wale utawakuta wana elimu lakini wanakaa kwenye mimbara wanaugawanya umma. Adamul basira. Na ndio kitu kimetiliwa mkazo sana, ad'u. Semaje ile aya? Hadhihi sabili, sio Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na lingania ana wa manittabani ala basira. Na hii ni tofauti na elimu. Na katika kongamano lilofanywa mara moja Lebanon miaka mingi iliyopita, katika kumzungumzia maisha yake Said Ali al-Khamenei, hata kabla yuko hai miaka, nakumbuka nikihudhuria live, niko nyumbani Lamu, khutba ya Said Hassan Nasrullah, Mwenyezi Mungu awarahamu mashahidi wote. Katika sifa alokuwa akizungumza Said Hassan, asema kila kukitokea matatizo makubwa mpaka tukijihisi sisi mihwari yote ya mukama tunazama, ilikuwa mahala peke yake tukikimbilia, tukienda kwa Said Ali Khamenei. Na tukienda huwa ni giza. Akatoa mfano wa Septemba na mambo yaliyotokea Amerika, majeshi yanaingia, muungano wa majeshi, Afghanistan yapigwa, Iraki yataka kuangushwa, yani Middle East yote yababaika. Asema tulikuwa tukienda kwake utafikiri ameshika kitabu cha mustakbali anakisoma. Akikwambia kutakuwa hivi, musibabaike, kutakuwa hivi, wala si masala ya karama, wala si masala kwamba alikuwa akipiga ramli. Kana qari'an wa kana basira. Alikuwa ajua kaifa yaqra'u al-ahdath, atayasoma vipi matukio, atayaunganisha vipi, atastantiji vipi, atakufikisha kwenye matokeo kiasi gani. Asema tulikuwa tukirudi, tukitoka kwake tunarudi murtahin, ashatutolea mwangaza. Basira. Katika sifa muhimu zinazozungumzwa, shujaan hakima. Nafikiri ushujaa wake sihitaji mimi niwaeleze vile, lakini kuwa shujaa peke yake haitoshi. Kujua kutumia ushujaa wako kwa hikma muhimu sana. Angalia Imam Ali salawatullahi wasalamuhu alayhi, alivyokuwa shujaa, akautumia ushujaa wake katika Khandak mbele ya Amr bin Abdi Ud. Alivyokuwa shujaa, akautumia ushujaa wake katika Khaybar mbele ya nani? Anaitwa Marhab, sio yule? Lakini Imam Ali yule yule hakuutumia ushujaa ule mbele ya wengine. Alinena la usallimanna ma salimat umurul muslimin. Tumeelewa? Ushujaa ule aloutumia Khandak, ule aloutumia Khaybar, ilipofika siku ile akanena la usallimanna, kwa sababu hikma wakati ule ilikuwa kutumia ushujaa ni kinyume cha hikma. Ndio juzi aulizwa mmoja katika viongozi wa Hizbullah, Wafiq Safa, kama mwamfika, walikuwa mtu karibu sana na Said Hassan Nasrullah, hata wengine wanamuita rajulu dhil. Wafiq Safa awambia, nyinyi baada ya kuuawa Said al-Qaid muliingia vitani, si walianza na mabomu 6 Hizbullah,
Kwa nini mulijibu wakati alipouawa Said Khamenei? Kwa nini hamukujibu wakati alipouawa Said Hassan Nasrullah? Hivi kwenu tabani yule atia kasumba za ndani ya Lebanon, kimantiki ni sawa. Hivi kwenu kiongozi wa Irani ni bora kuliko kiongozi wenu wa Lebanon? Swala hili laulizwa, kwa nini alipouliwa Qasim Suleimani Irani haikujibu kama ilivyokuja kujibu ilipopigwa Syria kule balozi? Kama makumbuka vile zita za siku 10 na ngapi, 12, ambaye Qasim Suleimani alikuwa ni muhimu. Lakini suala haliko ni nani aliuliwa, suala liko ushujaa kutumika kipindi hiki utatumikia maslaha ya nchi kiasi gani? Mambo hayapimwi kwa watu, mambo yapimwa kwa matokeo ya tendo lako. Na ndio utakuta mara imewekwa sifa ya shujaa, si peke yake, imeambiwa shujaan hakima. Na ndio sifa alokuwa nayo Said Ali Al-Khamenei. Wakati umeniishia, sijui maanake sikuambiwa wakati wangu, lakini ukisia naona nimeshapitisha dakika 45 ambayo ndio maximum ya kuzungumza. Nimalize nukta 2-3. Karatasi nafikiri kwa shandikwa katika Said alikuwa na asharati sifat, lakini katika sifa muhimu sana ambayo napenda kuitilia mkazo ni kutengeneza mazingira ya kuboresha elimu. Kiongozi si lazima awe yeye moja kwa moja ataboresha elimu za watu, itabidi awe ajua yote. Kiongozi, Said hakuwa mwanasayansi kwa maana ya uwana sayansi, alikuwa ni mwanachuoni wa kidini, alikuwa na khibra kama mtu alioongoza thaura na wengi wameingia kwenye jeshi au wamepigana, lakini hajafikia kiwango cha kuambiwa yeye ni mutakhasis katika masala yale. Takhasus yake alikuwa ni ya dini. Lakini katika kitu ambacho kikubwa alichokifanya Irani kwa miaka 37 ni kutengeneza mazingira ambayo yatawapa nafasi wataalamu wadhihirishe elimu zao na zipaji zao. Na ndio mpaka kukapatikana watu mpaka kina Hajizade Allah yarhamu, kukapatikana watu kama kina Qasim Suleimani na wengineo, na mabongo tungu mzima ambao hatuwezi kuhifadhi hisabu. Mpaka leo mutaona ajabu, kuna baadhi ya teknoloji zimetumika katika vita hizi za siku 39 ni experiment za wanafunzi wa university. Wanafunzi wa university, sijakwambia wataalamu. Imetumika teknoloji fulani katika hizi zita zilizoendelea. Moja ni ya kuangusha ndege. Lakini kutambua kila kukifanyika kitu na kukipatia nafasi kikaendelea. Alikuwa akisimamia mwenyewe, na ndio mtamuona alikuwa akitembelea mpaka kwenye viwanda vya kila aina, vya kidaktari, vya kijeshi, akienda akifanya ishrafu moja kwa moja na kuuliza watakikana pesa ngapi na kuingiza. Elimu si masala ya kwenda kwa dua jamani. Lakini mara nyingi jamaa ukwambia, sasa na nyinyi viongozi wetu wa dini mtaka mshangilie elimu. Tutashangilia kwa maneno tu, lakini kama hakuna amwal, huwezi kuendesha elimu, kwa sababu kuna mahali elimu inataka pesa, hususan ukija kwenye mambo ya kisayansi, mambo ya kiuvumbuzi. Said alikuwa kuna vitu moja kwa moja akiziingilia na kufanya nini, kusponsor na kupamp pesa zifanyike.
Hili ni katika sifa yake muhimu. Nimalize katika sifa muhimu aliokuwa nayo ni kuweza kuelewa kila wakati ni nini chatakikana kifanyike. Mimi binafsi naudhu billahi min qawli ana, mimi naamini Sayyid alikuwa ajua yuwafa kama wanavyosema wengine, na siku ile aliamua damu yake iende, na dalili nyingi zazungumza hivyo. Hata kama mulimsikia Ali Larijani Allah yarhamuhu, walivyokwenda wakamwambia, sisi tuna habari wakati wowote tutavamiwa, tunakuomba tukakupeleke sehemu, akakataa. Ni yeye, wao wananukuu kwamba alizungumza ikiwa mnao sehemu ya kuweka milioni 90 wote katika amani na mimi nitakuwepo. Yale ni mazungumzo ambayo alizungumza na watu, lakini kulikuwa kuna kitu muhimu sana ambacho aliamini, umoja wa Wairani si peke yake, na kuwatayarisha Wairani kuendelea na vita hata kama ni miaka 10. Irani lau iliingizwa kwenye vita kabla ya kuuawa Said Khamenei vile alivyouawa, Irani kama iliingizwa kwenye vita kwa hoja ya kutetea Gaza, kwa hoja ya kutetea Hizbullah, Irani ingekuwa na mpasuko mkubwa ndani wa raia kukubali hivyo vita. Ilikuwa sio rahisi kumkinaisha kila Muirani kwamba mimi nahusika na kukomboa Falastini. Ilikuwa sio rahisi kumkinaisha kila Muirani kwamba mimi nahusika na kutetea nani? Lebanon, ama kadhia za umma na hali zetu za uchumi ni hizi. Lakini baada ya vile alivyouliwa yeye, mkewe, wajukuu na watoto, imemfanya kila Muirani aone sasa hivi tuko tayari kuendelea na vita hata kama ni miaka 10. Moja katika natija la ajabu nimeona paka walahidi bwana, paka walahidi watu walikuwa wanatoka kwenye dini, lakini nasema mimi namuheshimu kiongozi wetu na tumerudi Irani kuilinda. Na hii yaturejesha katika madrasa ya Karbala, indama yantasiru damu ala saif. Na hiki ni kitu alikiona na akakifanyia kazi, na akakifanyia kazi kwa wakati ambao kilifaulu kufanya kazi, waila ingemwagika damu na kusiwe chochote katika uhodari wake. Nitatosheka hapa, mambo ni mingi na wakati umeendelea, na ni pepa nimeiandika, nafikiri wako nayo wahusika. Kwa yule ambaye atahitaji kuipata hii mada kwa urefu zaidi, atawasiliana na wale wahusika, ingawa mimi mara nyingi naandika Kiarabu moja kwa moja, Kiswahili wangu kigumu sana kukiandika. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mambo mawili kwa sasa. La kwanza, tutaruhusu maswali mawili upande wa kina mama na mawili upande wa kina baba, yawe straight. Alafu baada ya hapo, kabla hatujaenda break, Salah Said, naomba nisome swali. Sawa. Sheikh Mulaba alisema Wayahudi wanaona Wakristo wapotovu na Maryam mzinifu na Yesu muongo. Swali straight sana, linasema nini maana ya wilayatu faqih? Je, mafanikio ya uongozi wa kidini yanapimwa kwa maendeleo ya kiuchumi au maadili ya kijamii? Sama Said, karibu kwa swali. Kama nilivyotangulia kusema, inaanza kwenye nadharia kwamba baada ya ghaibatul imamu thani ashara ajalallahu ta'ala farajahu sharif, Allahumma salli ala Muhammad, wilaya inakwenda kwa nani? Maulama wetu wakasema inakwenda kwa manaibu ama ukala, na manaibu wako aina mbili. Kuna wale
tunawaita sufaraul arbaa, wale walikuwa niyaba almubashira, ta'yin minal imam moja kwa moja, na ilikwisha ile asri ya sufara, ikaja kwenye aniyaba la amma, man kana minkum, sijui ile hadithi nasema muti'an li amri maulahu kadha falil awami an yuqallidu. Sasa ikawa kila mwanachuoni anayefika daraja ya ijtihadi na akawa na sharti za takwa na uadilifu anakuwa ni naib ya nani? Ya imam, anakuwa na wilaya. Hiyo ndo maana ya wilayatul faqih. Naam, baadaye wamekuja wakaipanua wilaya. Mwanzo ilikuwa wilaya peke yake ni kuhusu fatwa, wilaya ni kuhusu masala ya pengine ndoa, fasqi inaitwa wilaya al-furuj, ama umurul hisba wengine wakazitia. Imam Khomeini na kabla yake Imam Khomeini, nadharia ni ndefu tukitaka kuisema, tangu muhaqiqin naini na nani wametajwa, wakaja wakaileta mpaka katika masala ya kutawali umma na kuendesha mambo al-umurul amma lil muslimin, ambayo ndio maudhi ya khilaf. Hii ndio kwa ufupi maana ya wilayatul faqih, asli yake, upana wake. Pili, ameuliza maendeleo yanapimwa kwa uchumi? Maendeleo hayapimwi kwa uchumi, na nafikiri Sheikh Abdul Razak amezungumza maneno haya. Kuna hadharatul ismint yameita. Kuna mchambuzi wa Kiomani anaitwa Al-Mish'ini, yeye ameita ummatu sharaf na ummatul alaf. Ummatu asharaf na ummatu al-alaf, ambao daula za Khaliji tunasherehekea maendeleo ya kujenga maflyover, lakini smiti si yako, engineer aliyokuja kujenga si wako. Unasherehekea maendeleo ya kuwa na train, lakini hata chuma cha kupanga barabarani cha kupita ile treni si chako. Haya ndio maendeleo. Hata hayo maendeleo ya kiuchumi tunaopatiwa sisi tunadanganywa, kwa sababu kila kitu si chako, ni cha kuwazima. Maendeleo ya kihakika kulingana na Uislamu ni maendeleo, ametuambia shekhe hapa, shamila. Lazima yaingie kila upande: ilmu, fikra, ideologies, ideas, uchumi, maadili, kila kitu, kila kitu. Lakini sisi leo tumetengenezwa, tunaona maendeleo kama mtu anakusifia New York kwa sababu majumba marefu, New York kwa sababu teknoloji ya hali ya juu, lakini ndani ya mji ule kuna watu milioni kadha wanalala njaa barabarani. Uoneshwi hiyo wewe, unaoneshwa tu kwenye TV kwamba kuna Mwafrika ulala msituni. Sijui maziona hizi. Wao picha kubwa atakuonesha wewe ni Afrika, kwamba kuna watu hulala chini ya miti na nini, na ni watu maskini. Siku zote kule twatangazwa sisi ni maskini, watu wa kusaidiwa. Lakini hivi sasa uliza Amerika, ni milioni ngapi wanaulala barabarani hawana makao? Sina takwimu mimi, lakini ni zaidi ya milioni 10. Milioni 50 Sheikh anambia. Wewe zungumza milioni 50 ni population ya nchi nzima ya Afrika hiyo, sio? Lakini hiyo kwenye TV huoneshwi. Kile ukioneshwa TV utaoneshwa zile flyover, sio? Kwa hivyo maendeleo ni ya kila kitu, na uchumi ni kitu cha mwisho. Uchumi ni nguo. Kama wewe nguo ulizovaa hazielezi personality yako kisawa sawa. Kama hapa hamna kitu, tumbo hamna kitu, suti ulizovaa haziwezi kubadilisha kitu. Mimi si mtaalamu kwanza wa mambo ya education,
Pengine ukiniuliza hauza ningekwambia aula ni halakati ama ni usulul fiqhi ama ni kadha, lakini haya ni masala yako juu ya uwezo wangu. Nataka kuambia kitu kimoja, ilmu haina dini, ilmu haina madhehebu. Ilmu ni ilmu, iwe ni ya magharibi, iwe ni ya mashariki, iwe ni ya watakaye kuwa, kwa sababu tunapozungumza ilmu tunazungumza haqaiqu kaunia. Moja na moja ni mbili, hadi haqiqa ilmia. Iwe itazungumzwa na nani? Na magharibi, na Mkristo na kadhalika. Hicho kitu cha kwanza muhimu. Kwa hivyo haya masala ya hizi ni elimu za nani, yote hayana maana. Tatizo haliko kwenye elimu hii. Mitaala, mimi kwa kadri yangu, na kama nimekosea wanaojua watanirakibisha, tatizo lililetwa na mkoloni, alikuletwa na dini. Mkoloni ametengeneza mifumo ya taaluma kulelea watumwa wake, si kuelimisha watumwa wake. Hapa ndipo kuna tatizo. Na jengine yoyote maadamu si yako italetwa kukulelea kwa lengo la yule. Ukitukua kwa China atakulelea uwe ni soko yake China. Ukitukua kwa Mrashia atakulelea uwe ni soko ya nani? Ya Mrashia. Wa hakadha. Na almarhum Sheikh Abdullah Nasir rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa ana neno akilikariri sana. Hata pia brother Shabir Allah yarhamu, ilikuwa kila kimuona amkumbusha neno hili. Ile statement ya ule governor wa Uingereza alikuweko India, asema malengo ya taaluma au mtaala wa wazungu kule India ni kumtengeneza Muhindi awe ni nani? Ni Muhindi by birth, sio? Lakini akili yake yetu, awe atakuwa ndio translator wetu wa kutupikishia ukoloni wetu. Kama sisi tumetengenezwa kama Kenya, naona na siku hizi mnashindana sana kutupata na nyinyi wa Tanzania. Maana kule Kenya kuendelea sana kusema Kiingereza, sio? Kila ukisema Kiingereza kama Muingereza ndio unakuwa umesoma sana. Na kuna watu ni wataalamu waunda masatellite, hajui hata ABCD. Amesoma kwa lugha yake. Kwa hiyo mfumo muhimu wa elimu ni ule mfumo utajali kukuelimisha, sio kukutumia. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, utajalia utamaduni na ustaarabu wako ni sehemu ya identity yako. Na mimi napenda kunena kitu kimoja, ingawa watu wakiwafurahishi. Watu wengi waisoma Irani kishia peke yake, na hii ni katika makosa. Ingawa ideology ya kishia ina mchango mkubwa, lakini why ideology ile, kwani nchi zenye mashia wengi ulimwenguni ni Irani peke yake? Wakati unaposikia Trump asema tunataka kuiangamiza civilization, anapotoka kiongozi wa Irani akamwambia huwezi kuangamiza civilization yenye miaka 5,000. Hakuna ushia wa miaka 5,000. Uko ushia wa miaka 5,000? Hakuna. Kwa hivyo anazungumza civilization ya Kifursi. Sijui tumeelewa vizuri sana. Leo mashia Iraki wanaweza kugawanywa kwa jambo la kipuzi. Wafursi hawagawanywi, si kwa sababu ni mashia peke yake, ni kwa sababu ni Wafursi. Misimamo yako yachangiwa kiasi kikubwa na ustaarabu wako, na utamaduni una mchango mkubwa.
Na sisi hususan huku mathalan East Africa, hususan hizi sehemu za pwani, tuna ujinzi nyingi za Kiarabu, na mtanisamee yani, na ndio tatizo mara nyingi kupatikana umoja. Hizi jinsi hazina haraka nani. Na mimi ndio huambia watu, waweza ukabadilika ukawa Mshia lakini bado ni Mswahili. Waweza ukabadilika tu ukasema khalifa ni nani? Ni Imam Ali, lakini tabia zako za kuishi bado zile zile. Tuelewana vizuri sana. Kwa hivyo mila na desturi pia zina mchango katika kubadilisha watu. We angalia, Turki ni dola ya Kisuni, sio? Lakini ni usuni unaoendesha Turki. Ile izza yao ya empire yao ya nini? Ya Uthmania. Pakistani ni dola ya Kisuni na ndio dola ya kwanza kumiliki nyuklia. Makataa. Kwa nini Saudia haijawa kama Pakistani? Na pesa zilioko Saudia ni nyingi kuliko pesa zilioko wapi? Pakistani. Ni nini kilichomfanya Pakistani awe tofauti na Saudia? Si madhehebu peke yake. Historia ina mchango. Ustaarabu wako una nini? Una mchango. Siku moja nilizungumza pale, pole nimerefusha utaniambia, nilizungumza hapa Udoe mwaka juzi nafikiri au mwaka jana, na kuna watu wakanikoti makosa. Moja katika athari za ile iliyoitwa Arabiul Arabi, Kiingereza usemaje? Arabian Spring. Ile unajua maana yake ilikuwa nini? Ile ilikuwa sikukomboa ile ni kuziangusha dola zote za Kiarabu zenye historia. Masri, Iraki, Yaman, Syria. Zungumza sasa hapo. Zungumza ustaarabu wa Firaun kutoka kabla ya Nabii Musa. Wewe wazungumza tarikhi ya Masri. Zungumza Babylon wapi? Iraki. Zungumza Finiqiyina sijui na nani walikuwa wapi? Syria. Ni miaka 1000 ngapi? Walosoma historia. Niambie Imarati ina miaka mingapi? Niambie Qatar ina miaka mingapi? Niambie Bahrain ina miaka, ina ustaarabu gani? Tizameni nyinyi Arabuni ilivyobadilishwa na ile Arabiul Arabi. Kila dola yenye historia imemalizwa, kutengenezwa vidola vya bandia umri wake na mimi sawa sawa. Leo eti Imarati ya kontroli Arab League, Qatar ya kontroli nini? Arab League. Wakiulizwa aina tarikhi hukum, hawana historia. Hapa ndio kitu nataka mfahamu sana, kitu muhimu. Kwa hivyo elimu, nirudi kwenye suala, elimu haina dini, bora ikuelimishe, isikupange kukutumia. Pili, ikuregeshe kwenye ustaarabu wako na nini? Na utamaduni wako. Lakini ikiwa wewe utalidharau hamri na chapati, utajivunia kwa baga na pizza, kisha wataka maendeleo, matatizo. Sisi tumeelewana jamani? Naomba ndugu zangu wa media watuletee clip fupi, na baada hiyo clip tutakwenda nje kwa ajili ya mapumziko mafupi. Kila kitu kilianza kwa kuanguka kwa ndege ya kivita ya Marekani nchini Iran. Kulikuwa na rubani aliyepotea na labda fursa ya udanganyifu. Tathmini za pamoja kati ya Iran na Marekani zilionyesha kuwa angalau rubani mmoja wa ndege iliyoangushwa alikuwa amejificha katika milima ya kusini magharibi mwa Iran. Hili lilifanya vikosi vya Iran kuelekeza nguvu zao zote katika eneo hilo. Mkusanyiko mkubwa wa majeshi ulionekana katika majimbo ya Kogiluye na Boye Ahmad, Khuzestan na Chahar Mahal na Bakhtiari. Dalili zote zilionyesha kuwa kulikuwa na operesheni ya utafutaji inayoendelea, lakini ghafla
kila kitu kilibadilika. Mchana wa tarehe 15 Farvardin, ishara zilianza kuonekana. Ilikuwa ni alama zilizotawanyika katika maeneo ya milimani magumu kufikika. Ishara hizo zilionyesha kuwa huenda rubani wa Marekani aliyejeruhiwa alikuwa anajificha huko. Vikosi vya utafutaji vilitumwa mara moja katika milima hiyo. Baada ya safari ngumu kupitia njia hatari na zenye mawe, walipofika walikuta ukweli tofauti. Hakukuwa na rubani. Kilichopatikana ni miamvuli iliyochanika na vifaa vya GPS vilivyoachwa. Huenda ulikuwa ni mpango wa kuwapotosha wanajeshi wa Iran, na inaonekana ulifanikiwa. Wakati macho yote yalielekezwa milimani, usiku ukaingia. Karibu saa 8 usiku, ukimya wa vijiji ulivunjwa na sauti za helikopta za kijeshi. Sauti hizo zilisikika katika maeneo mbalimbali. Wananchi waliripoti haraka kwa vyombo vya usalama, lakini yote hayo yalikuwa ni pazia tu. Wakati huo huo, karibu na mji wa Shahreza, katika eneo la karibu na Mahyar, operesheni kuu ya Marekani ilianza katika uwanja wa ndege uliotelekezwa. Ndege mbili kubwa za usafirishaji na helikopta mbili za kivita zilishuka katika eneo la giza na lililo mbali. Eneo hilo lilikuwa karibu na moja ya vituo nyeti vya nyuklia vya Iran. Vikosi vya Iran vilifika kwa vifaa vya kawaida, vikidhani bado vinamtafuta rubani. Lakini hawakujua ukubwa wa nguvu iliyokuwa imefika hapo. Mapema alfajiri, vikosi vya kwanza vya Iran vilifika eneo hilo. Ghafla, shambulio kubwa lilianza. Droni ya Israel ilishambulia moja kwa moja. Mlipuko na moto vilitanda. Maafisa kadhaa wa Iran waliuawa papo hapo. Gari lingine lilijaribu kusonga mbele, lakini nalo likashambuliwa. Walionusurika walikimbilia kujificha chini ya miti, huku mashambulizi ya droni yakiendelea. Ilionekana wazi kuwa kulikuwa na operesheni kubwa ikilindwa. Helikopta ya Marekani iliruka juu na kuanza kufyatua risasi nzito. Mapambano yakaanza rasmi. Kwa kutumia silaha nzito zilizowekwa kwenye gari, vikosi vya Iran vilijibu mashambulizi. Risasi zilielekezwa angani na moja ya ndege za Marekani ikaanza kushambuliwa. Sasa ilikuwa wazi, hii haikuwa operesheni ya uokoaji. Takriban wanajeshi 200 wa vikosi maalum vya Marekani walikuwa eneo hilo, pamoja na ndege na helikopta za kivita. Ilikuwa ni operesheni kubwa ya siri. Lakini mpango huo ulikuwa umefichuka. Vikosi vya Iran vilianza kuingia kwa nguvu na wanajeshi wa Marekani wakaanza kurudi nyuma. Walianza kukusanya vifaa na kujaribu kuondoka. Lakini tatizo likatokea. Ndege za Hercules zilishindwa kuruka. Ardhi ilikuwa imelowa na matope kutokana na mvua za siku kadhaa. Magurudumu yalikwama na muda ukaanza kuwatupa mkono. Hatimaye wakaamriwa kujiondoa kabisa. Walijaribu kukusanya wanajeshi wote kwenye helikopta na ndege chache zilizobaki. Mashambulizi ya Iran yalizidi kuongezeka. Baadhi ya vifaa viliharibiwa vibaya. Hatimaye helikopta moja na ndege moja zilifanikiwa kuruka kwa shida kubwa. Zote zilikuwa zimeharibika, lakini ziliweza kuondoka katika anga ya Iran. Lakini hadithi haikuishia hapo. Dakika chache baadaye, ndege ya kivita ya Marekani ilirudi kwenye eneo hilo. Chini ya saa 2 kabla ya mapambazuko, mashambulizi ya mabomu yakaanza. Walikuwa wakiharibu mabaki ya vifaa vilivyokuwa vimekwama ardhini ili kuficha ushahidi. Baada ya hapo, ukimya mzito ukatawala eneo hilo. Lakini ukweli uliendelea kubaki. Dalili zilionyesha kuwa operesheni hiyo ilikuwa ni jaribio la kuingia ndani ya kituo nyeti cha Iran, huku hadithi ya rubani ikiwa ni hila tu. Makosa ya kimkakati, taarifa zisizo sahihi na hali ya kijiografia isiyotabirika vilisababisha operesheni hiyo kushindwa vibaya. Operesheni ambayo ingeweza kubadilisha historia iliishia kuwa fedheha. Na kushindwa huko kulibadilisha mwelekeo wa maamuzi ya kijeshi ya Marekani. Hii ni sehemu tu ya hadithi ambayo bado haijasimuliwa kikamilifu.
Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kufika siku ya leo ambayo Waislamu kutoka kanda mbalimbali za East Africa wamekutana hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kukumbuka kazi pamoja na dauri ambayo Sayyid Shahid Ali Khamenei ambaye alikuwa ni kiongozi muadham wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani aliifanya si tu kwa Wairani isipokuwa kwa watu wote ulimwenguni kwa kunadi na kupigania haki za wanyonge, lakini pia na kutoa fursa sawa kwa watu wa ndani na kuhakikisha zile chembechembe za mabadiliko ya kifikra ambazo Irani walikuwa nazo za kuto kukubali zile colonial mentality, zile akili za kikoloni kutawala maisha ya watu na watu kujali sana au kuwa wazalendo kwa ajili ya taifa lao na kupigania maslahi ya taifa lao kwanza kabla ya kusukumwa na misukumo ya mataifa ya magharibi ambayo kimsingi kihistoria wamekuwa wanapokuwa wanatetea haki za watu huwa nyuma yake panakuwa kuna maslahi yao kwanza kabla ya hizo haki za hao watu. Kwa hiyo Sayyid Shahidi aliacha legacy kubwa, aliacha alama kubwa, na tumeambiwa miongoni mwa watu ambao waliwahi kutueleza sisi ni almarhum Muhammad ambaye alikuwa ni kiongozi wa Morocco kipindi hiko. Aliwahi kuzungumza Ibn Battuta kwamba tunapokufa, binadamu anapokufa asitafutwe katika makaburi yaliyosakafiwa isipokuwa atafutwe katika nyoyo za watu. Sio kusema mtafuta Sayyid Shahidi katika nyoyo za watu, amewafundisha watu ucha Mungu, amewafundisha watu umuhimu wa kutafuta elimu katika sekta zote, technology, philosophy, lakini pia na uzalendo au ule utaifa wao na kufanya kazi kwa bidii ili kuondoa ile dhana ya kuwa ni ombaomba na tegemezi kwa watu ambao ndo baadaye huwa napelekea taifa linakuwa ni nyonge kwa mataifa yale makubwa ya kimagharibi. Kwa hiyo mimi ni wapongeze walio organize hii program, lakini pia na masheikh au viongozi mbalimbali na wadau wote ambao walihudhuria, wanaharakati wa asasi mbalimbali za kiraia na kijamii ambao kwa dini zao wakiwemo Wakristo, wakiwemo Waislamu, wakiwemo watu wa dini nyingine wameweza kujitokeza kwa pamoja kuinua sauti zao kukumbuka legacy aliyoiacha Said al-Qaidi baada ya kuwa amepigwa hiyo tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026. Kwa hiyo na kwa wengine ambao wapo nyumbani wanaweza kujifunza, kuna kitabu kimoja kinaitwa Seli namba 14. Ni kitabu kizuri sana, kimeeleza historia yake kwa upana na urefu, na si tu historia yake, ni historia ambayo ina mafunzo. Alikuwa ni baba, alikuwa pia ni mume kwa mke wake, lakini pia alikuwa ni mlezi, alikuwa ni rafiki kwa vijana, lakini alikuwa anaonesha kwa vitendo elimu yake na wasaa wake katika kuwashajihisha wa Iran na watu wengine kuthamini sana ujasiriamali pamoja na maarifa ambayo yanaweza kukomboa fikra za mtu kuliko kutegemea elimu ambayo utakuwa na PhD lakini ni poor hair distribution. Badala ya kuwa ni daktari wa falsafa, hiyo PhD yako inageuka kuwa ni mzigo kwa watu. Kwa ni chachu kwa vijana, ni chachu kwa Wanaafrika. Kina Thomas Idori Noe Sankara walikwenda kujifunza kule Irani, na Said Qaidi pia alipokuwa rais kipindi kile mwaka 86 alikuja Tanzania, alikwenda Zimbabwe, alikwenda Angola, tembelea baadhi nchi za Afrika kuungana wakati wa ukombozi wa nchi za Afrika. Kwa hiyo ni pongezi kubwa sana kwa jitihada ambazo alizifanya. Asante. Asante sana. Shukrani.